kwa muombe yule malaya ache. Sema mimi na mimi nakosa taa. Unaona ukimshika mdomo mwambie acha umaraya kwa jina la Yesu. Wewe uliniona wapi? Sema mimi na Bwana asifiwe sana. Unakaa na mama wako mchawi na unagundua kwenye ulimwengu wao anaonga watu ndani. Na unataka kumweka kumkemea. Unamkemeaje? Mama mko kwa jina la Yesu wewe ni mchawi. Utaama hiyo nyumba. Utaama hiyo nyumba. Sasa ukiwa na mwanamke na ni mchawi, anaama mwenyewe bila kutaka. Bora hiyo na baba. Sasa wewe sika mama. Mama mko sana hata kesho nyumbani. Anafunga mlango. Na hawezi kuuliza hajakusikia. Hawezi kuuliza lakini akutana moto mbele kwa mbele. Sema mbele kwanza. Wewe kunenda kwa lugha kutakusaidia. Kwa mfano, unaishi nyumba za kupanga hizi sawa zetu hizi ambazo zina dai. Kila unachokiomba unasikia. Wanasikia Mungu ni wangu Bwana, anamtesa moyo Mungu nyumba hiyo kusikia. Sasa nisikie ukipata hizi raha. Watu nyumba ya pili hawaelewi. Wanashangaa tu mchazo lugha ya mbinguni. Unaenda kwa lugha sasa na mama. Mungu anajua maumivu ya Mungu. Hawaelewi unachoma. Amina. Nimesema kwa waliojaliwa hii slide hawafaa. Kama umejaliwa kunena kwa lugha, wakati mwingine tumie slide kwa ajili ya kushughulika na vitu visivyoonekana na vitu visivyotaka kusikia sauti ya kawaida. Sema mimi kanisa. Silaha nyingi kama hii nyingine huna, achana nayo. Weka tafuta unazoweza. Sema mimi kanisa. Bwana asifiwe sana. Lakini mimi nikaisema hii ni silaha hatari. Soma Bwana anasemaje? Anasema sura ya 14 mstari wa 4. Yeye anenaye kwa lugha hulijenga nafsi yake, bali autukue hulijenga kanisa. Unaponena kwa lugha unakujenga kule ndani, unakuimarisha kule ndani. Na mara nyingi kama una mzigo mzito sana wa maombi, una mzigo mzito sana wa maombi, ukinena kwa lugha kuna mzigo unapungua huko ndani. Kuna ule uzito unaondoka. Kunena kwa lugha kunamjaza mtu ndani. Unamfanya mtu ndani awe imara. Sema mimi nasema ingawa mtu wetu nje unachakaa, lakini mtu wetu ndani unafanya upya. Mtu ambaye kukua kusikose kutambua. Unaponena kwa lugha kuna uwezesho wa kimbingu. Unaingia ndani. Wanaweza kushangaa nje unakoka, lakini ndani ya uwezo mkubwa sana. Wanaweza kushangaa nje una mwili mdogo, lakini ndani unaweza kusukuma mtu mkubwa sana. Kwa sababu ile silaha ya kunena kwa lugha. Ya tisa inaitwa sifa. Inaitwa sifa. Hawawezi kusifu. Watu wengi hawawezi. Sizungumzii kuimba, nazungumzia kusifu. Watu wengi hawawezi kusifu. Kusifu na kuabudu ni silaha hatari sana ya kufika. Tena kuna wakati ukiona kuna mapepo yanalia mahali pako, mabundi yanalia mahali pako, acha kuomba chochote, anza kumsifu Mungu, anza kuinua Mungu, anza kumwabudu Mungu. Mwambie Mungu ninakuabudu. Mwambie Mungu ninakuheshimu. Unajua Mungu anaposifiwa huwa anashuka. Na Mungu akishuka eneo fulani, uwepo wa giza huwa unaachia ngazi wenyewe. Hujanielewa nilichosema? Kuna wakati tunapata tabu kubwa sana, nakemea na yafukuza. Kuna wakati msifu Mungu. Na ndio maana angalia mtu yoyote anayeweza kumiliki uwepo wa Mungu, nguvu ya Mungu, sifa yake namba moja ni kuabudu na kusifu. Na ndio maana angalia wachungaji wengi sana, kama hajui kuimba, anajua kusifu kwa maneno. Anajua kusifu kwa nini? Kwa maneno. Kwa sababu huwezi kushusha nguvu ya Mungu kama hujui kusifu na kuabudu. Na acha kukopi. Juzi nilisema kitu kimoja. Iko tofauti kubwa sana ya kusifu na kuimba nyimbo za kuburudisha. Na nilisema siku nyimbo nyingi za Kikristo tunazofikiza Kristo sio za Kikristo, ni za kipepo. Zimekuja kwa ajili ya kuburudisha matatizo ya watu, sio Mungu. Na ndio maana unakuta unaimba nyimbo unaguswa mpaka unalia. Ukimaliza mambo yako pale pale. Unajua kwa nini? Hizo ni nyimbo za kawaida. Ni nyimbo za nini? Za kawaida ambazo hazimsifu Mungu, ila zimetungwa kwa ajili ya mauzuri ya kuwafanya watu wasahau mambo fulani ya maisha. Nimeeleza vizuri kwa Mungu. Kusifu ni silaha hatari. Ukisifu vizuri Mungu, huwa ana tabia ya kushuka. Na akishuka, kwa sababu Mungu akishuka mahali, hivi bundi anakaa. Mungu akishuka nyumba yako, waganga wanaweza kaa. Mungu akishuka nyumba yako, kuna vishindo na visikeni kwako. Mungu akishuka kwenye ardhi yako, panya wakitupwa na kama ndani. Nisikilize vizuri. Kuna wakati acha kukemea mapepo. Anza kumsifu Mungu. Kama hujui kuimba, mwambie Mungu ninakutukuza, ninakusifu, ninakuinua. Wewe uko juu ya vyote. Mwambie Mungu wewe ni mzuri, wewe ni mtakatifu, wewe umekuwa juu ya vitu vyote.
msifu Mungu. Mwambie Mungu, uliniumba mimi kwa jinsi kwa sababu hiyo. Haleluya. Amina. Haleluya. Nilisema juzi, Daudi anasema nikiziangalia mbingu ni kazi za mikono yako. Mbingu na nchi na vitu vyote unavyoratibisha. Haleluya. Mbingu na uona utukufu wako. Na iona kazi ya mikono yako. Semeni amina kanisa. Amina. Wewe kusifu na kuabudu ni silaha ya kivita. Ni silaha ya kivita. Nitakwambia hapa kitu fulani baadaye kidogo. Haleluya kanisa. Amina. Kama hujui kuabudu, nguvu za giza zitakushinda. Kama hujui kusifu, na ndio maana mtu yote anayeabudu hawataki ndoto za marehemu. Mtu yoyote anayeabudu, kuna watu wanaota ndoto nzuri afu na mbaya, yaani ndoto yao inachanganyika, mara anamuona mchungaji, mara anamuona mganga, yaani ndani ya mtu mmoja anamuona mchungaji na mganga huyu, ndani ya mtu mmoja anaona yuko kanisani, ndani mtu yule anajua kwa mganga. Maana yake ni kwamba wewe frequency zako za kiroho zinaingiliwa kwa sababu hauko connected kwenye ibada ya sifa. Na ndio maana usiku unakata mawasiliano ya giza, unapoabudu unakata mawasiliano ya kusudi. Sasa kuja clear, havina chenga. Sisi tumeelewa hapo? Amina. Bwana asifiwe sana. Nimekaa kwenye maisha yangu yote katika kufanya utafiti kwangu, kila binadamu anapenda kusifiwa. Umeelewa? Umenisikia? Kama nibishia akamwambia mume wako huwezi wewe. Kamwambia wewe unajua mwanaume wewe huwezi. Hata kama hawezi kula mwambie huwezi kula. Mwanaume hata kama ni mpumbavu kiasi gani ukimsifu sana anakupa hela. Umenisikia vizuri? Ukitaka magauni msifu. Ukitaka chakula kizuri msifu. Shida ya hawa wanakuja naomba ya Tikasina. Sema amina kanisa. Sijui mnaelewa ninachosema. Bwana asifiwe sana. Lakini si tu hawa wanaume, hata hawa wanawake hivi viumbe. Tena wanawake wenyewe wanapenda kumwambia tu masikio yangu ni mazuri unaelewa. Yaani hapo nikifa anatembea siku nzima ili kitu anaelewa. Nikiacha kitu kiko na kisa masikio yake tu basi. Kama unajisha mimi nakwambia, kamwambie mume wako leo. Yaani nikuangalia masikio yako. Yaani unanivuruga mwanamke. Yaani masikio yako ni mazuri. Nakwambia hiyo siku wewe utaandika mechi zote. Maybe hadi kisa umemwambia masikio yake mazuri. Sema amina kanisa. Sasa huyo ni mwanadamu. Wewe ndio jamani. Ni mwanadamu. Hata maapostoli wanapenda kusifiwa. Huyu hapa ukimwangalia amekaa hapa anapenda sifa. Ukimsifia anasikia raha. Ukisifia vitu vingine usimsifu yeye. Anachanganyikiwa. Anaondoa nguvu yake kwako. Na hata anajua akitaka kupata vitu kwa mwingine lazima nisifu. Lazima niamini. Na ndio mara nyingi utakuta mganga ananiambia vitu vyenye moyo. Ukiona siku anakuambia vitu alafu sisi unajua hata kupiga mzinga. Jiandae. Wewe jiandae tu saikolojia. Haleluya. Bwana asifiwe. Haleluya. Lakini kuna siku kama mmeangu, kuna siku huitwa mume. Wewe baadaye. Kuna siku unasikia baby. Unajua hapa kuna somewhere kuna kitu kinataka kuendelea hapa. Sema amina. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Mnaelewa vizuri Mungu? Amina. Tutoke kule tunaangalia sifa ni silaha kali sana ya kimungu ambayo ikitumika vizuri inaweza kusimamisha hatua zote za giza zisifanye kazi kwa wako. Amen. Usifu sio kuimba. Lakini ni kosa kubwa sana ambalo watu wengi wanalifanya. Utasikia kwenye muda wa sifa. Muda wa sifa sio kuimba. Biblia inataka tumsifu Mungu kila wakati na kila saa. Amina. Sema amina kanisa. Tumrudishie Mungu utukufu. Na ndio maana hata kule mbinguni huyu Mungu ameketi kwenye sifa. Malaika zake wanamtukuza, wanasema mtakatifu mtakatifu. Ni Bwana Mungu wa majeshi. Wanainua mikono yao, wanaimba mtakatifu mtakatifu mtakatifu. Wewe Mungu ni Mungu wa sifa. Anaposifiwa nguvu zake zinatoka kwenda kwa wanadamu. Sema amina kanisa. Nimeongea mambo 9 ambayo ni silaha za kimungu. Sema silaha za kimungu. Sasa